Mjambo na habari za asubuhi wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info. Matumaini yetu mko salama salimini. Basi tunakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo tarehe 25 Mei mwaka 2026. Na gracias kutuendelea kwa juza kwamba Kivu News Info tuendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo tutakuletea taarifa za kina kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi, maendeleo ya kisiasa katika mikoa mbalimbali pamoja na masuala afya na elimu endelea kuibua mjadala mikubwa kwa wananchi. Mimi ni Teloje Lulongo na ni Kivu News Info. Basi na kualika kuona mimi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu hii ya asubuhi ya leo. Na vile vile naendelea kukumbusha kwamba wewe ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube. Basi kabla chochote kile ningekuomba na kusiku kitu kimoja, hakikisha umesubscribe, like, comment na kushare. Na kwa lugha nyingine nasema kujabone, kueme vile vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari utakomeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Nia na mazungumzo yetu kila siku kisha tunakuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Hivyo naendelea kutujuza na utusikilize kwa sehemu gani na uende ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Basi mengine na mengi zaidi ni katika matangazo yetu hii ya asubuhi ya leo. Hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuwa ya wasiwasi, hasa katika maeneo ya Kivu Kaskazini ambako mapigano kati ya jeshi la serikali na waasi wa M23 yaendelea kuripotiwa mara kwa mara. Siku ya jana mashambulizi mapya ya drone yaliripotiwa katika wilaya Masisi yaliyozidi kuongeza hofu kwa wananchi wanaoishi katika maeneo yaliyoathiriwa na vita. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani pamoja na mashuhuda walioko karibu na eneo la tukio, majira saa 11 na dakika 45 ya jioni ya jana, drone ya kijeshi ilifanya mashambulizi kwenye baadhi ya nafasi zinazodaiwa kushikiliwa na waasi wa M23 wanaotumiwa kuungwa mkono na Rwanda. Mashambulizi hayo yalifanyika kwenye kilima cha Bisunzu, eneo linalotazamana na Kiningi, katika kijiji cha Titingi, groupement ya Mufinyi Kibabi, ndani ya wilaya ya Masisi. Mashuhuda wa eneo wanasema kuwa mlipuko mkubwa ulisikika katika kilima hicho muda mfupi baada ya drone kuonekana ikizunguka angani. Baada ya shambulio hilo, watu kadhaa wanadai kuwa wapiganaji wa waasi wa M23 walionekana wakiteremshwa kutoka katika maeneo ya kilima, baadhi yao wakiwa wamejeruhiwa vibaya huku wengine wakisemekana kufariki dunia kutokana na athari za mashambulizi hayo. Taarifa zinaweza kuwa majeruhi yao pamoja na miili waliopoteza maisha walipelekwa kuelekea Rubaya, mji ambao kwa muda mrefu umekuwa ukitajwa kama moja ya maeneo muhimu yanayodhibitiwa na waasi hao katika sehemu hiyo ya Masisi. Hata hivyo, idadi kamili waliouawa kujeruhiwa bado hajathibitishwa rasmi hadi sasa. Licha kuongezeka kwa mashambulizi ya aina hiyo katika siku za hivi karibuni, hakuna upande ambao umejitokeza rasmi kudhibitisha kuhusika na operesheni hiyo ya drone. Ukimya umeendelea kuibua maswali mengi miongoni mwa wananchi pamoja na wachambuzi wa masuala ya usalama kuhusu nani hasa anayehusika na mashambulizi yanayozidi kuongezeka katika maeneo yanayodhibitiwa na uasi wa M23. Kwa upande wake, muungano wa waasi wa M23 unaendelea kulaumu serikali ya Kinshasa kwa mashambulizi hayo. Tangu asubuhi ya Jumapili tarehe 24 Mei mwaka 2026, viongozi wa waasi wamekuwa wakisema kwa mashambulizi yote ya drone yanayofanyika katika maeneo yanatekelezwa na jeshi la serikali ya Kongo. Serikali ya Kinshasa bado hajatoa tamko rasmi kuhusu madai hayo hadi tunakuandikia taarifa hii. Katika kipindi cha hivi karibuni, matumizi ya drone katika vita ya mashariki mwa Kongo vinaendelea kuongezeka, jambo ambalo linaonyesha namna mapigano hayo yanavyoingia katika hatua mpya ya matumizi ya teknolojia ya kisasa za kijeshi. Hali hiyo imekuwa ikiibua hofu kubwa kwa wananchi, hasa wale wanaoishi karibu na maeneo ya mapigano kutokana na athari za mashambulizi ya kushtukiza. Licha ya mashambulizi ya eneo la Kiningi linaendelea kubaki chini ya udhibiti wa wapiganaji wa waasi wa M23 kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani. Hata hivyo, hali ya usalama inaelezwa kwa bado ni tete sana, huku mvutano ukiendelea kuripotiwa katika maeneo mbalimbali ya Masisi na Ruchuru. Wananchi wanaoishi katika vijiji vya karibu wanaendelea kuishi katika mazingira ya hofu na taharuki. Baadhi ya familia zinaripotiwa kuanza kutoroka katika maeneo yanayohofiwa kushuhudia mapigano zaidi, huku wengine wakikosa mahali pa kukimbilia kutokana na hali ngumu ya kibinadamu inayozidi kuongezeka katika sehemu nyingi za Kivu Kaskazini.
Mashirika ya kiraia pamoja na viongozi wa jamii wanaendelea kutoa wito kwa pande zote zinazohusika katika mzozo huu kuweka mbele maslahi ya wananchi kwa kutafuta suluhisho la amani kupitia mazungumzo. Wanasema kuendelea kwa vita kunazidi kusababisha mateso kwa raia wasiokuwa na hatia, huku shughuli za kawaida kama biashara, kilimo na elimu zikiendelea kuvurugika. Mpaka sasa hali katika maeneo ya Bisunzu, Lutitingi, Kiningi pamoja na Rubai inaendelea kufuatiliwa kwa karibu, huku wananchi wakibaki na hofu ya kutokea kwa mashambulizi mengine katika saa usiku zijazo. Katika hali inayozidi kuongeza wasiwasi kuhusu usalama katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mashambulizi mawili ya drone yameripotiwa kuzuiwa katika uwanja wa ndege wa mataifa wa Bangkok uliopo mjini Kisangani mkoani Chopo. Tukio hilo limetokea siku ya jana Jumapili majira saa 12 jioni, kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa vyanzo mbalimbali vya ndani pamoja na mashuhuda walikuwepo eneo la tukio. Kwa mujibu wa taarifa hizo, droni mbili zilionekana zikielekea katika eneo la uwanja huo wa ndege kabla kuharibiwa na vikosi vya usalama wa mfumo wa ulinzi uliokuwa ukisimamia usalama wa eneo hilo. Mashuhuda wanasema kulisikika mlipuko kadhaa angani muda mfupi baada ya mabaki ya vifaa hivyo kuanguka katika maeneo ya karibu na uwanja huo wa ndege. Vyanzo vya eneo hilo vinaeleza kuwa droni hizo hazikufanikiwa kufikia malengo yaliyokuwa kikusudiwa, jambo linalosaidia kuzuia madhara makubwa ambayo angeweza kutokea katika moja ya miundombinu muhimu ya usafiri wa anga nchini. Hata hivyo, baadhi ya sehemu ya karibu za eneo la tukio zimeripotiwa kupata uharibifu mdogo na wa vifaa na miundombinu kutokana na mabaki ya mlipuko huo. Mpaka sasa kuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu watu waliopoteza maisha kujeruhiwa katika tukio hilo. Vile mamlaka za usalama bado hazijatangaza rasmi ni nani waliohusika na mashambulizi hayo wala sababu iliyokuwa nyuma ya tukio hilo. Baada ya mashambulizi hayo mawili, shirika la usafiri wa anga la CCA linatangaza kusitisha kwa muda baadhi ya safari za ndege katika kati ya Kisangani na Kinshasa kama hatua ya tahadhari. Uamuzi huo umechukuliwa ili kuhakikisha usalama wa abiria pamoja na wafanyakazi wa anga wakati uchunguzi ukiendelea kufanyika. Abiria wengi walikuwa wamepanga kusafiri usiku, walijikuta wakikwama ndani ya uwanja wa ndege, huku wengine wakielekezwa kurudi majumbani mwao wakisubiri maelekezo mapya kutoka kwa mamlaka za usafiri wa anga. Baadhi ya wananchi wameeleza hofu yao kufuatia tukio hilo, wakisema si mara ya kwanza kushuhudia hali ya namna hiyo katika mji wa Kisangani. Mashambulizi hayo yamekuja katika kipindi ambacho hali ya usalama mashariki na kaskazini mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuwa tete kutokana na uwepo wa makundi mbalimbali yenye silaha pamoja na kuongezeka kwa matumizi ya drone katika maeneo ya vita. Katika miezi ya hivi karibuni, mashambulizi ya kutumia drone yamekuwa yakiripotiwa mara kwa mara, hasa katika maeneo ya Kivu Kaskazini na Ituri, alozidi kuibua maswali kuhusu usalama wa miundombinu muhimu ya taifa. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaamini kuwepo kwa tukio hilo la Kisangani linaweza kuashiria hatua mpya ya vitisho vya kiusalama vinavyolenga maeneo nyeti kama viwanja vya ndege, vituo vya kijeshi na miundombinu ya serikali. Wanasema matumizi ya drone katika mashambulizi yanaendelea kuwa changamoto kubwa kutokana na uwezo wake wa kufika kwa haraka na kufanya mashambulizi ya kushtukiza. Kwa sasa vikosi vya usalama pamoja na wataalamu wa uchunguzi wanaendelea kuchunguza mabaki ya drone hizo ili kubaini zilitokea wapi, zilikuwa na uwezo gani pamoja na watu wanaohusika na tukio hilo. Maeneo karibu na uwanja wa ndege yanaendelea kuwa chini ya ulinzi mkali, huku shughuli za kawaida zikisimamiwa na tahadhari kubwa. Wananchi wa Kisangani wanaendelea kutoa wito kwa serikali kuongeza usalama katika maeneo muhimu ya umma ili kuzuia matukio kama hayo yasijirudilie. Wengine wameeleza hofu kubwa iwapo mashambulizi yote yangefanikiwa kufikia malengo yake, madhara yangekuwa makubwa sana kwa abiria, wafanyakazi wa uwanja wa ndege pamoja na wafanyakazi wa maeneo jirani. Mpaka tunakuandilia taarifa hii, mamlaka za serikali pamoja na vyombo vya usalama bado havijatoa taarifa rasmi ya mwisho kuhusu chanzo cha mashambulizi hayo mawili ya drone yalolenga uwanja wa ndege wa Bangkok mjini Kisangani, huku uchunguzi ukiendelea katika mazingira ya tahadhari kubwa ya kiusalama. Hali ya usalama katika mkoa wa Kivu Kaskazini inaendelea kuwa ya wasiwasi, huku mashambulizi ya kutumia drone yakiongezeka katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa nchi. Tukio jipya limeripotiwa siku ya jana Jumapili tarehe 24 Mei ambako drone aina ya kamikaze ilishambulia makao makuu ya taasisi ya Kongo ya uhifadhi wa mazingira na wanyamapori maarufu kama INSNESE katika eneo la Rumangabo ndani ya wilaya ya Ruchuru. Kwa mujibu wa taarifa zilizothibitishwa na Methode Woze anahusika na mahusiano ya umma ndani ya hifadhi ya taifa ya Virunga, shambulio lilitokea majira saa 2 asubuhi. Drone hiyo lenga moja kwa moja jengo la makao makuu ya INSNESE ambayo iko katika
katika eneo muhimu karibu na hifadhi ya Virunga. Vyanzo vya eneo vinaeleza kuwa mlipuko mkubwa ulisikika muda mfupi baada ya drone hiyo kugonga jengo hilo, alisababisha taharuki kubwa miongoni mwa wafanyakazi pamoja na wananchi wanaoishi karibu na eneo hilo. Moshi mzito ulionekana ukifuka kutoka kwenye jengo hilo, huku moto mkubwa ukiteketeza sehemu kubwa ya makao yao. Kwa mujibu wa taarifa za awali, jengo hilo lilishuhudiwa limepata uharibifu mkubwa. Moto uliozuka baada ya mlipuko uliharibu sehemu mbalimbali za jengo hilo, huku paa pamoja na mfumo wa mbao wa juu wa jengo hilo ukiteketea kabisa. Timu za usalama pamoja na wafanyakazi wa ESNN waendelea kufanya tathmini ya madhara yaliyosababishwa na shambulio hilo. Mpaka sasa kuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu idadi ya watu waliouawa kujeruhiwa katika tukio hilo. Viongozi wa CCN wanasema bado endelea kufanya uchunguzi ili kudhibitisha kama kulikuwa na wafanyakazi ndani ya jengo wakati wa shambulio hilo. Hayo yameendelea kuleta wasiwasi mkubwa kwa wafanyakazi wa taasisi hiyo pamoja na familia zao. Mamlaka za usalama bado hawajatangaza ni nani aliyehusika na mashambulizi hayo, na uchunguzi unaendelea ili kubaini chanzo cha drone hiyo iliyotokea pamoja na namna ilivyokuwa ikiendeshwa kabla ya kufika katika eneo la Rumangabo. Wataalamu wa kiusalama wanaendelea kukusanya mabaki ya drone hiyo kwa ajili ya uchunguzi wa kina. Rumangabo ni eneo lenye umuhimu mkubwa wa kimkakati katika Kivu Kaskazini kutokana na ukaribu wake wa hifadhi ya taifa Virunga pamoja na uwepo wa shughuli za kijeshi katika maeneo ya Ruchuru. Kwa muda mrefu eneo hilo limekuwa likikumbwa na mvutano wa kiusalama kutokana na mapigano kati ya jeshi la serikali, makundi ya waasi na wazalendo katika eneo hilo. Mashambulizi ya taasisi ya ECCN imeibua hofu kubwa kwa mashirika ya uhifadhi wa mazingira pamoja na watetezi wa wanyamapori. ECCN ni taasisi muhimu na usimamia uhifadhi wa mbuga za taifa na wanyamapori nchini Kongo, ikiwemo hifadhi ya taifa ya Virunga ambayo ni moja ya hifadhi kubwa maarufu barani Afrika. Katika miaka hivi karibuni, wafanyakazi wa ECCN wamekuwa wakabiliana na changamoto kubwa za kiusalama kutokana na migogoro yasiyoendelea katika maeneo yanayozunguka hifadhi hiyo. Mara kadhaa walinzi wa hifadhi pamoja na wafanyakazi wengine wamekuwa wahanga wa mashambulizi kutoka kwa makundi yenye silaha yanayofanya shughuli zao ndani au karibu na maeneo ya hifadhi. Wananchi wa Rumangabo pamoja na maeneo jirani wanaendelea kuishi katika hali ya tahadhari. Baada ya tukio hilo, baadhi yao wanaeleza kwamba mashambulizi ya drone yameendelea kuleta hofu kubwa kwa sababu yanaweza kutokea ghafla bila tahadhari yeyote. Mashirika ya kiraia pamoja na viongozi wa kijamii wanaendelea kutoa wito kwa mamlaka za serikali kuongeza ulinzi katika maeneo muhimu ya kiraia na taasisi za umma ili kuzuia matukio kama hayo yasijirudilie. Wamesema kuongezeka kwa matumizi ya drone katika mashambulizi yanaonyesha mabadiliko makubwa ya mbinu za kivita katika mashariki mwa Kongo. Makamu waziri mkuu anayehusika na ulinzi wa taifa pamoja na masuala ya wapiganaji wa zamani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Gika Mombo Mwandavita, amewasili siku ya jana Jumapili katika mji wa Uvira mkoani Kivu Kusini kwa ziara maalum ya kiusalama inayolenga kutathmini hali ya usalama pamoja na kufuatilia operesheni za kijeshi zinazoendeshwa na jeshi la taifa katika eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya serikali na jeshi, kiongozi wa sekta ya ulinzi aliwasili akiwa ameambatana na ujumbe wa maafisa wakuu wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mara baada ya kuwasili mjini Uvira, ujumbe ulioelekea katika makao makuu ya sekta operesheni za kijeshi ambako alifanya kikao cha tathmini na viongozi wa jeshi kutoka ukanda wa 33 ya kijeshi. Katika mkutano wa kiusalama, maafisa wa jeshi walitoa taarifa kuhusu hali ya operesheni zinazoendelea katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kusini, hususan katika maeneo yenye changamoto za kiusalama. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa baada ya kikao hicho, hali ya usalama katika sehemu kubwa la eneo la Uvira inaweza kuwa tulivu kwa sasa, ingawa bado kuna baadhi ya maeneo yanaripotiwa kuwa na mifuko wa mvutano na harakati zenye makundi yenye silaha. Ziara ya Gika Mombo Mwandavita imekuja katika kipindi ambacho serikali ya Kinshasa inaendelea kuongeza juhudi za kuimarisha usalama mashariki mwa nchi, ambako mapigano kati ya jeshi la serikali na makundi ya wazalendo pamoja na waasi wa M23 yanaendelea kubaki katika baadhi ya maeneo ya Kivu Kaskazini na Kusini. Mbali na mikutano ya kijeshi, makamu huyo wa waziri mkuu pia alitembelea kituo cha kulelea watoto yatima cha Charite kilichopo mjini Uvira. Kituo hicho kinahudumia watoto wengi waliopoteza wazazi wao, wakiwemo watoto wa wajeshi waliofariki wakati wa kutumikia taifa. Wakati wa ziara hiyo, Gika Mombo Mwandavita alihakikisha watoto pamoja na viongozi wa kituo hicho kuwa serikali itaendelea kuwasaidia na kuboresha mazingira yao ya maisha. Katika hotuba yake alisisitiza umuhimu wa kuwasaidia watoto
watoto wa wanajeshi waliopoteza maisha vitani, akisema kuwa taifa lina wajibu wa kuhakikisha familia za mashujaa waliotetea taifa hazisahauliki. Ziara hiyo iligusia hisia za wananchi wengi wa Uvira waliokusanyika kushuhudia ujio wa kiongozi huyo wa serikali. Kwa mujibu wa ratiba ya ziara yake, waziri huyo wa ulinzi anatarajiwa pia kufanya ziara katika maeneo mbalimbali ya operesheni za kijeshi ili kuzungumza moja kwa moja na wanajeshi walipo mstari wa mbele. Lengo la ziara hiyo ni kuangalia hali ya wanajeshi, kusikiliza changamoto zao pamoja na kuwapa hamasa katika kazi ya kulinda usalama wa taifa. Vile anatarajiwa kufanya kile kinachoitwa kozeri morale, yaani mazungumzo ya kimaadili ya vikosi vya serikali vilioko maeneo ya mapigano. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa ikitumia mikutano aina hiyo kuimarisha morali ya wanajeshi pamoja na kuhimiza nidhamu ya uzalendo ndani ya jeshi. Wananchi wa Uvira wamepokea kwa matumaini ziara hiyo ya kiongozi wa sekta ulinzi, kwa wakiamini kuwa inaweza kusaidia kuongeza juhudi za kurejesha amani ya kudumu katika maeneo yanayokumbwa na changamoto za kiusalama. Hata hivyo, baadhi yao wanaendelea kuitaka serikali kuongeza hatua za haraka za kulinda raia pamoja na kukabiliana na makundi yenye silaha yanaendelea kusababisha hofu katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa nchi. Zaidi ya wanafunzi 500 raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaishi katika mji wa Gisenyi nchini Rwanda wameripotiwa kukwama kwa siku kadhaa katika mpaka kati ya Rwanda na Kongo, unazidi kuzua wasiwasi mkubwa miongoni mwa wazazi na jamii za pande zote mbili za mipaka. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa wazazi wa wanafunzi hao, kufungwa kwa muda wa mpaka wa Gisenyi na Goma kumetokana na tahadhari ya kiafya zinazohusiana na ugonjwa wa Ebola. Hatua imeathiri moja kwa moja harakati za wanafunzi hao ambao walikuwa wakisafiri bila kila siku kuelekea Goma nchini DRC kwa ajili ya masomo yao. Wazazi wanasema kwa wanafunzi hao sasa wameshindwa kuhudhuria mitihani mbalimbali ya mwisho wa muhula pamoja na maandalizi ya mitihani ya kitaifa kutokana na kuzuiwa kuvuka mpaka. Kila siku, kwa mujibu wa mashuhuda, wanafunzi hujitokeza wakiwa wamevaa sare za shule katika eneo la mpaka wakitumaini kuruhusiwa kuvuka, lakini mara nyingi hurudishwa nyuma na vyombo vya usalama upande wa Rwanda. Baadhi ya wazazi wanaeleza mastiko yao wakisema wamejaribu mara kadhaa kuwasiliana na mamlaka mbalimbali bila mafanikio. Wanasema aliona hatarisha mustakabali wa elimu wa watoto wao, hasa ikizingatiwa kwa mitihani muhimu nchini Kongo iko karibu kuanza. Wazazi wao wameeleza kuwa pia kumekuwepo na mapendekezo kutoka kwa baadhi ya mamlaka kwamba mitihani inaweza kuandaliwa kutoka upande wa Kongo na kufanyiwa Rwanda ili wanafunzi wao waweze kujibu bila kuvuka mipaka. Hata hivyo, bado hakuna suluhisho la moja kwa moja lililokubaliwa rasmi. Katika mazingira sasa, mitihani ya kitaifa nchini Kongo inatarajiwa kufanyika katika wiki zijazo, ikiwemo mitihani ya kuhitimu shule ya msingi ENAFEP, mitihani ya sekondari wa chini tena SOSPE, pamoja na mtihani wa taifa wa sekondari ya juu EXETA. Aliongeza presha kwa wazazi na wanafunzi ambao sasa wajuu hatima yao ya kielimu. Wazazi wanaendelea kutoa wito kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na Rwanda kuingilia kati haraka na kutafuta suluhisho la dharura litakalowezesha watoto au kuendelea na masomo yao bila kupoteza mwaka wa shule. Wanasema elimu ya watoto haipaswi kuathiriwa na changamoto za kiusalama au za mipaka. Kwa sasa hali ya wanafunzi hao inaendelea kuwa ya sitofahamu, huku wakisubiri uamuzi wa mamlaka za pande zote mbili kuhusu namna ya kuruhusu au kurahisisha upatikanaji wa mitihani yao bila kuathiri usalama wa mipaka. Ugonjwa wa Ebola unaendelea kusambaa katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unazidi kuibua hofu kubwa miongoni mwa wananchi na kuongeza changamoto kwa mfumo wa afya, hasa katika maeneo ya mashariki. Kwa mujibu wa ripoti ya hivi karibuni ya hali ya ugonjwa wa ziara ya afya nchini Kongo iliyowasilishwa tarehe 24 Mei, ugonjwa huo sasa umefika rasmi katika mikoa ya Kivu Kusini, ambako tayari kumethibitishwa kesi 2 za Ebola, ikiwemo kifo kimoja kilichosababishwa na ugonjwa huo. Mamlaka za afya zinaeleza kuwa mlipuko huo mpya umetokea katika eneo la Miti Mingi Muresa, lipo ndani ya eneo la afya la jina hilo. Eneo hilo pia linatoka katika wilaya Kabari, takriban kilomita 20 kaskazini mwa mji wa Bukavu, ambao ni mji mkuu wa mkoa wa Kivu Kusini. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa daktari mkuu wa idara ya afya mkoa wa Kivu Kusini, Dr. Eme Alengo, eneo hilo sasa limekuwa kitovu kipya cha maambukizi ya Ebola. Amesema kwa hali hii inazidi kuwa ya tahadhari kutokana na mazingira ya usalama ambayo tayari ni magumu katika eneo hilo. Eneo la Miti Muresa linatajwa kuwa katika mazingira yenye changamoto ya kiusalama kutokana na uwepo wa makundi yenye silaha ikiwemo waasi wa M23 wale ambayo inaelezwa kuwa inafanya kazi na za udhibiti wa mapambano dhidi ya Ebola kwa ugumu zaidi na kwa
wahudumu wa afya. Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasema kuwa serikali inaendelea na jitihada za kidiplomasia ili kuhakikisha timu za afya na misaada ya kibinadamu zinaweza kufika kwa salama katika maeneo yaliyoathirika. Lengo ni kuhakikisha upatikanaji wa huduma za haraka kwa wagonjwa pamoja na kuzuia kuenea zaidi kwa ugonjwa huo wa Ebola. Wakati huo, waziri wa afya wa taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Roger Samuel Kamba amesema kuwa serikali imewasilisha maombi maalumu kwa waziri mkuu yakitaka kufunguliwa tena kwa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Goma ili kuhakikisha usafiri wa vifaa vya afya vya wataalamu kwenda maeneo yaliyoathirika. Kwa mujibu wa waziri huyo, hatua hiyo ni muhimu ili kuharakisha uratibu wa mapambano dhidi ya Ebola katika ukanda mzima wa mashariki mwa Kongo ambako changamoto za kiusalama na miundombinu zimekuwa kikwazo kikubwa kwa juhudi za afya ya umma. Mamlaka za afya pia zinaeleza kuwa mikakati mpya kimataifa unaandaliwa ambalo unalenga kuratibu kwa pamoja mapambano dhidi ya Ebola katika maeneo muhimu yaliyoathirika. Mkakati huo unahusisha ufuatiliaji wa wagonjwa, uhamasishaji wa jamii pamoja na kuimarisha huduma za matibabu. Hadi sasa, kwa mujibu wa takwimu za Wizara ya Afya, mlipuko wa 17 ya Ebola nchini Kongo tayari umesababisha watu 817 kuambukizwa na vifo 179 katika maeneo ya Ituri, Kivu Kaskazini na hasa katika mkoa wa Kivu Kusini. Hali inaonyesha kuwa ugonjwa huo bado ni tishio kubwa kwa taifa ya umma nchini. Wananchi katika maeneo yaliyoathirika wanaendelea kuombwa kuchukua tahadhari kali ya kiafya, ikiwa ni pamoja na kuepuka kugusa wagonjwa bila ulinzi, kuripoti dalili zinazofanana na Ebola mapema na kushirikiana na wahudumu wa afya ili kudhibiti kuenea kwa ugonjwa huo. Taarifa zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii zikidai kuwa kiongozi wa utawala wa M23 katika eneo la Goma, Bahati Erasto, amefariki katika mashambulizi ya drone yanayodaiwa kutokea Rubaya zimeendelea kuzua taharuki kubwa, lakini hadi sasa haijathibitishwa na chanzo chote rasmi. Kwa mujibu wa baadhi ya taarifa zisizo rasmi, inadaiwa kuwa Erasto alihudhuria mikutano ya kimkakati katika eneo la Rubaya kabla ya mashambulizi yao na kwamba aliondoka muda mfupi kabla ya tukio hilo la drone kutokea. Taarifa hizo pia zinadai kuwa iwapo mashambulizi yalitokea akiwa bado kwenye kikao hicho, madhara yangekuwa makubwa zaidi. Hata hivyo, viongozi kadhaa wa ndani wa muungano wa waasi wa M23 wamenukuliwa wakikanusha taarifa hizo, wakisisitiza kuwa Erasto yupo hai na katika hali nzuri ya afya na kwamba aliondoka eneo hilo kabla ya mashambulizi kutokea. Wakati wote sesi zingine zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii zikimeenda mbali zaidi, zidai kuwa huenda ameuawa katika mashambulizi yao ya drone yaliyolenga eneo la Rubaya, lakini taarifa hizo bado hazina udhibitisho wote muhimu wa kitaaluma wala wa kijeshi. Ikumbuke kuwa taarifa hizi zinatokea katika mazingira ya vita na sitofahamu kubwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako mara nyingi huibuka taarifa zinazokizana kuhusu hali ya viongozi, vifo na matukio ya kivita. Hadi sasa mamlaka za kijeshi au za kisiasa hajatoa tamko rasmi kudhibitisha wala kukanusha kwa kina madai hayo au ya kifo ya hali ya Bahati Erasto. Hiyo basi, ukweli wa taarifa hizo bado hujathibitishwa na unapaswa kuchukuliwa kwa tahadhari kubwa. Wananchi na watumiaji wa mitandao ya kijamii wanahimizwa kuepuka kusambaza taarifa ambazo hazijathibitishwa ili kuzuia taharuki na upotoshaji wa habari, hasa katika kipindi ambacho hali ya usalama katika eneo lote ni tete. Hali ya kiuchumi katika mji wa Goma inaendelea kuzua wasiwasi mkubwa kufuatia uamuzi wa waasi wa M23 wa kusimamisha usafiri kati ya mji wa Goma na Butembo, hatua ambayo inaweza kusababisha kuzorota zaidi kwa maisha ya wananchi wa mkoa wa Kivu Kaskazini ambao tayari wameathiriwa na miezi kadhaa matatizo ya kifedha na kutengwa kwa baadhi ya maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa wachambuzi mmoja kutoka taasisi ya utafiti wa kiuchumi ya Espace de Recherche pour les Economistes yenye makao yake mjini Goma, hatua hiyo inaweza kusababisha uhaba mkubwa wa fedha taslimu katika mji huo katika siku zijazo. Tangu kuanza kwa mgogoro wa usalama mwezi Januari mwaka 2025, benki nyingi za Goma zinaendelea kufungwa, hali na walazimu wananchi pamoja na wafanyabiashara kutafuta njia mbadala za kupata fedha na matumizi ya kila siku. Katika kipindi cha miezi iliyopita, wafanyabiashara wengi pamoja na wakazi wa Goma walikuwa wakisafiri hadi Beni kwa ajili ya kutoa fedha taslimu kabla ya kurejea nazo mjini Goma ili kuendesha biashara zao za simu pamoja na vituo vyao vya kutoa pesa kwa njia
ya kielektroniki. Wengine walikuwa wakivuka mpaka nchi jirani ili kutafuta fedha za kutosha kwa ajili ya shughuli zao za kiuchumi. Lakini sasa kufungwa kwa barabara Goma kuelekea Butembo, ambayo ilikuwa njia muhimu ya mwisho ilikuwa kiunganisha kaskazini na kusini mwa mkoa wa Kivu Kaskazini, kumeathiri vibaya mfumo wa juu wa kujikimu kiuchumi uliokuwa ukisaidia maelfu ya wananchi. Hatua inaongeza hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa Goma ambao tayari wanakabiliwa na matatizo mengine, ikiwemo kufungwa kwa baadhi ya mipaka kati ya Kongo, Rwanda na Uganda. Wachambuzi mbalimbali wanaona kuwa ikiwa suluhisho la haraka litapatikana, uchumi wa Goma unaweza kusimama kabisa kutokana na ukosefu wa fedha na kupungua kwa mzunguko wa biashara. Kundi la waasi wa M23 limetangaza rasmi kusimamisha harakati hizo za watu kuanzia tarehe 23 Mei mwaka 2026 kati ya maeneo ya kaskazini na kusini wa mkoa wa Kivu Kaskazini. Waasi hao wanaeleza hatua hiyo inalenga kuzuia kuenea kwa ugonjwa wa Ebola ambao unaripotiwa hivi karibuni katika baadhi ya maeneo ya Kivu Kaskazini na Ituri. Hata hivyo, usafirishaji wa bidhaa umeendelea kuruhusiwa, lakini chini ya masharti makali ya usalama na afya. Kwa sasa ni dereva mmoja na msaidizi wake pekee wanaruhusiwa kusafiri ndani ya malori yaliyosafirisha mizigo. Licha ya masharti hayo, bado kuna idadi kubwa ya wananchi wanaosafiri kati ya maeneo yanayodhibitiwa na serikali na yale yaliyo chini ya udhibiti wa uasi wa M23. Jambo linaendelea kuongeza hofu na kusambaa kwa Ebola katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa nchi. Katika mji wa Beni, viongozi wa mashirika ya kiraia wanaeleza pia wasiwasi wao kuhusu uwezekano wa kuenea kwa mgonjwa huo hatari, na makamu wa rais wa mashirika ya kiraia katika wilaya Beni, Richard Kirimba, amesema mkuu wa mji wa Beni, Butembo, Lubero pamoja na Goma iko katika hatari kubwa kutokana na mwingiliano mkubwa wa wananchi katika maeneo hayo pamoja na Ituri na Uganda. Analaumu ukosefu wa hatua madhubuti za kuzuia maambukizi ya Ebola katika maeneo ya umma pamoja na baadhi ya vituo vya afya vya Grand Nord Kivu. Aidha, mashirika ya kiraia yanaonya kutokuridhishwa na kuchelewa kutolewa kwa majibu ya vipimo vinavyochukuliwa kutoka kwa watu wanaoshukiwa kuwa na ugonjwa huo, wakati ambako tayari vifo kadhaa vimeripotiwa katika eneo hilo. Kutokana na tishio hilo la pamoja la kiuchumi na kiafya, sauti zinazokataa hatua za haraka kutoka kwa serikali ya Kinshasa pamoja na viongozi wa M23 zinaendelea kuongezeka. Wengi wanaamini kuwa bila mazungumzo ya haraka na hatua madhubuti, hali ya kibinadamu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaweza kuendelea kuwa mbaya zaidi katika siku zijazo. Na kufikia hapo ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo kwa tarehe 25 Mei mwaka 2026. Namba kwa kusikiliza ni Kivu News FM. Kila siku tuendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi tunaendelea kuendelea kuwa watulivu, kufuatilia taarifa sahihi kutoka kwenye vyanzo rasmi na kuepuka kusambaza habari ambazo bado hazijathibitishwa. Na kabla hajatimisha matangazo yetu ya asubuhi, naendelea kukumbusha tu kwamba wewe ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube. Basi kabla chochote kile, ningekuomba na kusifu kitu kimoja: hakikisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha nyingine nasema kujabone kwa vile vile na kupartage, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Nia na mazimeto ya kila siku sharti nakuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Hiyo basi unaendelea kutuandikia na ukatujuza unatusikiliza kwa sehemu gani, na undo ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Kingine ambacho ni muhimu zaidi, unaweza kubonyeza kwenye titre ya habari hii, inatapeleka moja kwa moja hapo chini kwa description ambako utakutana na linki mbili. Linki ya kwanza ukibonyeza itapeleka moja kwa moja kujabone kupitia channel yetu ya WhatsApp, na linki ya pili itasababisha unajiunga pamoja nasi vile vile kupitia grupe letu la WhatsApp. Na baada ya kufanya hivyo, itaresha usipitwe na chochote kipindi ambako utakuwa unapotea habari mpya kupitia channel yetu hii ya YouTube. Langu jina mimi ni Teloje Lulonga, sina la ziada la tu, acha naendelea kutoa shukrani zangu za dhati kwamba ulikuwa na sisi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu hii ya asubuhi ya leo. Basi acha nitakie siku njema na unja amani na mafanikio, na nikwadi tena tutanane mchana katika matangazo yetu mengine. Bye bye na chau, baki salama. Screen zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na wajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani.
Ujumbe huu umetolewa na kuzanishwa na Wizara ya Ulaya ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na Search for Common Grounds. Audio Jungle.